Kuna nguo za wamama, kuna nguo za wazee, kuna nguo za teenagers, kuna nguo za Sunday school, kuna nguo za vijana. Zile nguo wazi kwa pale kwa wao. Tuliwaambia tuwekewa hapa, mkasema ya kwamba pesa itakuwa nyingi, sijui nini, nikaachana na hiyo. Amen. Sasa hivi kuna mipangilio. Naomba mnielewe. Usipotoa ile 15, si kwamba wewe hupendi ile harusi. Pengine haukutoa kwa sababu ya huna. Lakini nao ukitoa ile fare, tumepiga idadi ya gari tutakazokuwa nazo. Sasa usipotoa ile fare, tutabidi tuende na wale waliotoa, tuchukue magari kulingana na wale waliotoa. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana? Ndio. Haleluya. Ile ulifahamu. Sana ambao nategemea wangekuwa wamemaliza kutoa ni hawa wasimamizi na hawa wengine. Haleluya. Bana, hao tunawaweka kipaumbele na tunawaweka kama nguvu zetu, tunawaweka kama tegemeo letu. Sasa uwajibika ukatoa ile 15. Maana hauwezi kwenda kusherehekea ama huwezi kwenda kusimamia kama haujachanga fare. Utakuwa ile harusi haujachanga chochote yani. Maana mchango tuliouweka mkubwa ni 15 na kuna mchango ambao watu wengine wanatoa mpaka 10,000. Unaelewana? Lakini sisi tulitoa 15 kulingana na uwezo wetu. Kwamba tunanii fare. Hayo mambo mengine ya chakula whatever, ukitoa ile fare, najua vile mimi mwenyewe nitafanya. Na hakuna aibu yoyote tutaipata kupitia harusi. Kwa hivyo muhimu sana ni utoe ile 15. Alafu kile kitakachoongeza ile 15 ni hii challenge ambayo tuko nayo. Hii challenge ambayo tuko nayo kwa group. Tuna challenge pale kwa group. Kama jana nilitolewa shilingi 500 na msao. Wakasema tuichangie ile 500, yaani tuwe challenge yetu tuisindikize. Nashukuru kuna wale waliparticipate. Alafu kuna ile kahaya. Sasa ile kwa ile group hatuwezi kukulaumu kwa njia yoyote kwa sababu unatoa kile ulichonacho. Unaweza toa 100, unatoa shilingi 50, lakini yule mwingine akitoa 50 akitoa 100, na yule mwingine 100, hapa hujaza nini? Ibada. Sasa ina boost ile 15. Nadhani inaeleweka. Ina boost ile 15. Sawa? Kwa hivyo ombi langu ni kwamba tumalizane na hii 15. Manake watu waliotoa nikiangalia kwa wall sana waliotoa nadhani ni 20, around 20. 25. Sasa nikihesabu hapa mnatoka 25. Haleluya. Wajibika utoe ile 15. Kufanya kitu ni usiwe na mawazo mengi. Unaachilia vitu vingine ili umalize. Najua ni kugumu na mambo ni mengi. Lakini unafunga macho jambo lingine unafanya lile jambo. Haleluya. Na utakuwa haujapoteza. Unafanya vile kwa ajili ya upendo. Haleluya. Amen. Kitu kingine kule kwa fundi nako unahitaji gani yule fundi, kitu kinamtatiza ni kwamba mnatoa pesa si kwa watu wote. Unajua mngetoa nusu, lakini kama sisi sote tumewajibika vizuri angekuwa na urahisi. Kitu anacholalamika anasema huu muda umebaki ni kidogo na watu ni wengi. Na wanahitaji kushonewa nao hawajafanya jambo lolote. Kwa hivyo inaweza fika wakati wakanilaumu. Sana wale ambao wanaenda kusimamia harusi. Unangoja wakati gani? Hiyo wakati unangojea wa injury time na nguo yako nataka iwe nzuri. Hebu kama ni wewe kuwa fundi. Kuwa fundi. Unajua sasa zingine unaweza kuharakisha fundi wakati wewe mwenyewe umembana. Lakini tukianza naye mapema tutamalizana naye mapema. Ndio kama kuna mahali ya kuja kufanyika vizuri unaweza kulepelekea akakurekebishia. Haleluya. Amen. So nimesema kuhusu wasimamizi. Wasimamizi wote watatoka hapa. Haleluya. Na niliongea na wale wasimamizi na wakakubali vizuri, wanasema baba ni lazima nikuheshimu
na ni lazima nichukue jukumu lako kama langu. Akakubali kusimama, na watoto pia nao nilikupata wamama wawili, ikiwa ni Raeli na Kinyi, na wana participate kupitia ile nguo yao ya kushona au ni wapete. Sasa wale tunaowategemea ni dancers, kwanza wenyewe walisema wafike hapa mapema na wamekuja kuchelewa. Unajua mtu anachukua vitu yaani kuongea ni rahisi, lakini kufanya unakuwa na ugumu. Kama jambo hauliwezi usiliseme, afadhali unyamaze. Maana wao bibi harusi na bwana harusi wamekuja hapa mapema sana, na nyinyi mliwaambia warauke. Hebu fikiria kama ingelikuwa ni wewe. Kwanza unafaa uwaombe msamaha before haujatoka, kama kweli una akili nzuri. Wao wanarusha watu na akili zao, na wewe mnakuja late. Haleluya. Kuna wenzenu walirauka hapa, nyimbo ziko pale, biti ziko pale. Niliwatafutia kila aina ya nyimbo na kila aina ya biti. Ulitaka biti inakaa kama ya mimi siku zangu nyingi anakata sasa ni sana. Hata Joshua pia iko hivyo hivyo. Akitaka kutafuta kitu haja anachukua, lakini ni sawa, ziko huru. Ni za mjomba wao. Mimi natamani nimekuwa na hapo. Haya. Nyimbo za kucheza hapa ziko nyingi. Sitaki uniulize, yani nafanya hivi kwa sababu nimeulizwa mambo mengi. Amen. Walitaka hizo sana, walikuwa wananisumbua na hizo sana. Sasa sidhani kama nimekosea kutafuta hizo nyimbo. Wewe Nelson unajificha nini? Bora umekuja hapa kuchelewa. Hebu kweni serious na kitu kinacho. Hata wewe wa vyombo wamekuja sijui saa ngapi. Kweni serious kama mnaamua kitu. Kama sivyo mniambie. Hawa mama wamekuwa hapa tuwafundishe. Na watapeleka viuno kisawasawa. Kwanza wewe ni kwamba wapigia hiyo biti na hawa mama. Unasikia? Watu watasahau kama ni mapasta hapa. Yes. Sasa nyinyi wa mama nanyi mmepangaje kuhusu kucheza? Sitaki kuja kuulizwa maswali. Maana lazima muwe na nyimbo yenu ya kuingia nayo na bibi harusi. So, nimejaribu kuambia hii kitu ili muelewe, maana harusi imefika sana. Imefika. Na mimi niko na mambo mengi. Umesikia kesho naenda kufungua kanisa huko. Ile siku zingine nitakuwa bio. Niliongea mambo ya kadi mpaka tayari Kiingereza. Unataka kila kitu pasta afanye. Na ni kitu kwenda tu sasa. Sasa mimi nitafanya mangapi yote niyaweze, na niko na watu hapa ambao tunafanya kazi ya Mungu sote pamoja. Vitu vingine si dangu nifanye ni nyinyi. Unifanye. Mimi kazi yangu ni kupasisha tu, hii ni sawa, hii ni sawa, hii ni sawa. Haya. Kuna hizo suti za wazee. Kuna hizo nguo za hawa dancers. Kuna hizo nguo za wamama. Alafu kuna nguo wenyewe wanajishonea hawa wamama wa kawaida ambao hawatajiunga na wale ambao watakuwa kutuneshi. Amen.
Sasa wewe unaruhusiwa kuvaa vazi lolote, hata ukivaa gauni hiyo siku, na kama hauna bwana wa kuja kufanya hivi itoke. Unaweza kuvaa gauni pia na ukakosa mtu wa kuja kukufungua, maana ndoa si yako. Uradi tu usoneshe nguo yako ambayo wewe mwenyewe utakuwa. Sasa ukishonesha nguo, tutakupanga kwa gari utakayokuwa, na ukilipa fare lakini hakuna mtu atakubali ufiki. Hata mimi nikienda na basi ya shughuli, mfano mradi nifiki, si mradi tu macho yangu yafike pale na nione. Yes. Tunaelewana? Hii akili yangu jamani ina mambo mengi sana. Ina mambo mengi. Simu ninazopigiwa kwa siku hazikosi karibu simu 500. Sasa hii nikikaa tu kama dakika 10 bila kufua karibu na simu, naweza kupata missed call karibu. Sawa. Sasa mimi ndio maana naona nikikwambia kitu afadhali unifuatilie. Maana sasa hivi nimepigiwa simu, baba mwanangu anakufa. Unafikiri nitakumbuka kama niliomba kitu? Mimi ninakumbuka yule ambaye sema baba. Kwa sababu sasa hiyo nitabidi libadilike, niwe kwa anga nyingine, niombee mtoto asipo. Alafu sasa wewe umeniambia neno nyingine hapo. Unadaiwa kodi. Na mimi nitaokoa roho ya mtu. Mimi ukiweka kitu kama kwa mfano nataka kuongea na baba, nisumbue. Yaani nikumbushe. Na usingoje mimi nikupigie simu. Hata Mungu wa Israeli. Yaani uko baraza hata nikupigie mimi. Ngoja ukipata simu ya mzazi wangu sasa hivi niipokee mbele yenu. Hata sijui nikazali kumpigie apige. Unasema nipigie. Mwenelewa? Unajua sisi wao tunakaa hivyo tulivyo. Yeye apige. Unasema nipigie. Ndio nimpigie. Unaweza kuwa na majukumu ya hapo kwa sababu umepigia. Kwa sababu ya vile naenda huku, nafanya hivi. Sasa hizo zote zinakaa hapa. Amen. Haleluya. Kwa hivyo sasa mambo mengine ya pale kwa wall, ndio maana nikawapatia kazi huyu Kristi, nikampatia kazi yule Matilda, nikapatiana kazi kwa wazee, nikapatiana kazi kwa Magdalena, nikapatiana kazi kule kwa Esther. Kama ni kwa vijana, mambo ya pesa unadili naye. Mambo mengine, mambo ya harusi unauliza pale, una passport pale. Ukipeana pesa yako na hujaona jina lako, unaongea. Amen. Na nitafurahi. Kwa hivyo sote tuungane, tujadiliane, na tusemezane, na tusaidiane. Na kuhitaji na mimi unanihitaji. Sawa? Ndio. Sawa? Ndio. So Jumapili tutasoma yale majina waliotoa. Hatutasoma wale ambao hawajatoa. Tusome na hujatoa. Tutasoma wale waliotoa. So hakikisha bado una participate. Angalau utoe. Kama hauna unakuja unajieleza na unatamani kutoa, wengine kama mwezi wa 4. Wengine wanapokea mwezi wa mwezi, okay. Unaweza kujieleza, haina shida. Amen. Lakini unajua ukifika mwezi wa 4 hiyo huwezi panga mambo yote ya kushona na whatever. Ni hapo uende speed angalau mambo mengine ya kupunguza. Kule kwa kushona kwa wale ambao wanavaa sare ni kwamba uanze tu kidogo kama 1,000 ya kununua material ili fundi aendelee kazi yake, alafu baadaye unajua yeye anaweza kwenda kuchukua bela kwa pamoja. Sasa akaendelea kuchora, mkipata zile pesa mnampelekea,
yeye anaendelea kulipa kule na anaendelea. Mradi tu apate pesa kununua ile material. Haleluya. Amen. Ndani hapo nimeeleweka. Hakuna mtu atakuja kuuliza swali lingine. Ama kuna swali lolote uko nalo? Kuna swali lolote? Na nikasema ya kwamba kama hauna usijilazimishe. Kama hauna usijilazimishe. Bado wewe ni wangu. Si kwamba usipotoa hapo basi wewe utakuwa umeachana na pastor. Harusi ni ya siku moja. Na mimi na wewe tutabaki mimi na wewe. Na tutaendelea kukuombea. Sikosane na mume wako, ndoa yako ni muhimu. Harusi kule ni ya siku moja. Siku moja. Sikosane na mume wako kama ni bibi yako kwa sababu ya hiyo. Haleluya. Kila kitu akikuwezesha bado harusi ziko nyingi zinakuja. Kuna wakina Winnie hapa wanaolewa. Kuna wakina hawa wengine wanaolewa hawa. Wakina Julius. Wakina nani? Wakina Vayo, wakina Esther, wakina Rita. Kama unahitaji ndoa unajisema. Haleluya. Tutasherehekea harusi zako. Amen. So kuna harusi nyingi, huenda mwaka huu tukafanya kama harusi 8, 10, si ndio? Na itakuwa ya baraka. Haleluya. Na mkipata wachumba usinisumbue kila moja siku yake. Mkipatana kama mmeelewana na date ni moja. Kwa laini tupatia kule mpaka mwisho. Kila moja akae na bibi yake. Na tunafanya harusi kwa usinipete tu. Wewe ngoja. Nani? Wewe kuja kama wanafunzi tu. Nani? Wewe kuja. Nani? Na inakuwa tamu ile harusi ya pamoja pajui. Lakini saa zingine ina changamoto yake. Ina changamoto, wengine wanaangalia yule, wanaangalia huyu. Lakini ukiwa mmoja ni wewe peke yako. Yes. Ndio? Wengine wanataka kuondoa kwa sababu ya hivyo. So, mimi ombi langu ni kwamba ikamalizike na amani, kila kitu kiende sawa. Na unapoomba ikumbuke hiyo harusi kwa maombi mazuri, kila kitu kiende sawa. Si sawa? Amen. Na kuna nyingine inaweza kuwa mwezi wa 8. Unaweza enda huko sehemu za sijui ni Kitui hapa ni Machakos. Sehemu za Makueni ni wapi? Makueni ni Makueni peke yake. Makueni kwa Machakos. Makueni karibu. So tutaenda huko Makueni. Hata yeye mwenyewe anajua yuko hapo wa Makueni. Sikusemi bwana, usiogope. Mbona wacha uoga wewe? Wewe tutakwenda Makueni. Tuende huko Kambani. Vizuri tuko na magari, tunaenda na magari, si ndio? Kama unataka kwenda haraka nenda na ndege, upande huko. Kama uende na SGR. Hatuwezi kuendesha SGR. Hiyo ni ya serikali. Basi wacha tukaombe maombi ya mwisho tukaweze kuachana.